Ukweli wa sasa unahusisha huduma ya Yesu patakatifu wa patakatifu, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Swali ni hili: je, kwenye makanisa yetu kama kiwamo chakula ni neno la Mungu. Neno la Mungu linatakiwa kufundishwa na kuhubiriwa kanisani na nje ya kanisa. Ni ukweli wa sasa. Je, huo ukweli wa sasa unahubiriwa, unafundishwa? Chakula gani hicho ambacho tunawalisha watu wa Mungu? Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, kama tulivyoishia katika somo hili la chemchemi ya maji yaliyo hai au mabirika yavujayo, sehemu ile ya kwanza, tunaendelea tulipoishia sehemu ya pili ya somo hili. Karibu tuendelee sasa na somo la pili. Katika somo la kwanza tuliona neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia sura ya pili mstari wa 13 na 14. Neno la Mungu linasema, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi, la kwanza, niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Uovu wa pili huo. Je, Israeli ni mtumwa? Je, ni mzalia? Mbona amekuwa mateka? Kwa hiyo tuliona katika somo la kwanza la elimu ya kweli sehemu ya kwanza, elimu ya kweli sehemu ya pili, tukagundua ya kwamba kwa mujibu wa kitabu cha Education, Ufunuo wametafsiri kwa Kiswahili kinaitwa elimu ya kweli, na tulisoma nukuu hizo pamoja, ya kwamba Mungu hajawahi kubadilisha kanuni za elimu, na kwamba nabii anasema hivi. Labda nisome hii nukuu hapa, inatoka elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 12. Katika Education ni ukurasa wa 20 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, mfumo wa elimu ulioanzishwa mwanzoni mwa ulimwengu ulikuwa uwe mfano wa kujifunzwa na mwanadamu maisha yote yaliyofuata. Kama kielelezo cha kanuni zake, shule ya mfano ilianzishwa Edeni. Kwa hiyo hata sasa baada ya kuanguka katika maisha yetu haya, elimu ama mfumo wa elimu ama shule zilipaswa kuendeshwa katika namna aliyokusudia Mungu, kwa mfano wa ile shule iliyokuwa Edeni. Na tuliona shule ya Eden, tukaona shule baada ya kutoka Eden, tukaona shule ya jangwani, tukaona shule za manabii, na kisha sasa tunaangalia historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato kwa habari ya mfumo wa elimu. Kwa kuwa Mungu hajabadilisha kanuni zake, je, shule zetu kama Waadventista wa Sabato zinaendeshwa kwa mfano wa shule kielelezo iliyokuwa Edeni? Kama sivyo, tumemwacha Mungu aliye chemchemi ya maji ya uzima, tumejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Kwa hiyo nasi kama Israeli wa sasa, Yeremia sura ya pili mstari wa 13 na 14 unatuhusu katika muktadha wetu, na hivyo tumekuwa mateka. Aliyetuteka ni nani? Ni mfalme wa Babeli. Aliyetuteka ni nani? Ni kanisa la Rumi. Aliyetuteka ni nani? Vatican inayooperate na kuhakikisha kwamba elimu yote duniani haifundishwi elimu ya kweli ya Mungu, ila wote wanafundisha elimu ya Babeli, na ndicho tunachokiona kwenye shule zetu. Sasa swali likaulizwa hivi, ilikuwaje kama kanisa tulipewa mfumo wa elimu mfano ule wa ile Eden, shule ya Eden? Mabadiliko yalikuja kujaje? Na tukaanza kuona mwaka 1872 Ellen G. White akiwa amepokea maelekezo kutoka kwa Mungu, akawa ameweka wazi ile blueprint ya elimu, the divine plan ya mpango wa elimu, kwamba iwe vile vile kama ilivyokuwa ikiendeshwa Eden. Kwa maana hii moja, shule ziwekwe mashambani, sio mijini. Lakini kitabu cha kujifunzia kitakuwa Biblia
Maana baada ya kuanguka Mungu alileta mafunuo na Biblia ikaandikwa kupitia manabii. Na baada ya kitabu, ukitoka kwenye Biblia, kitabu cha kujifunzia ni asili, na kilimo kinakuwa ni sehemu ya darasa. Viumbe ni vitabu vya kujifunzia, na nusu ya muda wa kukaa darasani kwa siku utumike shambani na kwenye shughuli zingine za kazi za mikono za kuongeza ujuzi, na nusu yake inatumika darasani. Na masomo ya darasani sio masomo haya yanayofundishwa katika shule zetu sasa hivi, mitaala ya kiserikali. Sio hivyo. Ukitaka kujua masomo gani yalipaswa kufundishwa, unarudi kwenye kitabu cha Wazee na Manabii, ile sura inayosema shule za manabii, ama kwenye kitabu cha Education unaangalia shule za manabii, sura inayosema shule za manabii, ndipo utaelewa masomo gani yalipaswa kufundishwa. Sasa basi, kanisa la Waadventista wa Sabato baada ya Ellen G. White kupokea maelekezo haya mwaka 1872, 1873 kwenye mkutano wa session wa General Conference, James White akishirikiana na mkewe Ellen G. White walisisitiza kuanzisha Educational Society, na hatimaye General Conference ikaazimia kununua eneo kwa ajili ya kuanzisha shule Battle Creek. Ellen G. White akasema mpango wa Mungu tuupeleke shule mashambani, tukanunue eneo lingine mbali kijijini, mashambani, nje ya mji, ekari 40. Wakakataa, wakaweka maagizo ya Mungu pembeni, wakachukua misimamo yao, wakaenda kununua mjini eneo la ekari 12. Ekari 12, na baadaye katika kujenga madarasa na majengo mengine, gharama ilipokuwa kubwa, ikabidi wauze ekari 5 zibaki ekari 7 ili wagharamie gharama ya majengo, na huo haukuwa mpango wa Mungu. Sasa basi, baada ya hapo ikaonekana kwamba wanakataa mpango wa Mungu na wakaendelea kupinga maelekezo ya Mungu. The divine plan ikaendelea kupingwa. Kuna watu watatu nilisema katika somo sehemu ya kwanza, watu watatu wanaohusika na kusimamia the divine plan, the blueprint ya mpango wa elimu ya Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Wa kwanza ni Ellen G. White, wa pili anaitwa Sutherland, na watatu ni Magan. Hawa wawili vijana, mmoja akiwa na miaka 39, mwingine na miaka 37, chini ya usimamizi wa Ellen G. White, akawaambia nendeni mkanunue eneo tuanzishe shule, na shule hiyo itasajiliwa serikalini kama independent organization ambayo ni non-profit organization, na ikasajiliwa hivyo, ikaanza kuwa operated nje ya mfumo wa kanisa. Licha ya kwamba ilikuwa inaoperatiwa nje ya mfumo wa kanisa, bado viongozi wa kanisa wakaanza kuweka vikwazo wakitaka ibaki chini ya usimamizi wa kanisa. Hapo ndipo tulipoishia, ya kwamba mwaka 1904 Ellen G. White anaagizwa na Mungu ya kwamba sasa wakati umefika wa kuwahimiza watu waanzishe independent ministries. Kwa nini Mungu alimwagiza Ellen G. White awahimize watu kuanzisha independent ministries? Kwa sababu General Conference ilikuwa imemwacha Mungu. Watu wangu wametenda maovu mawili. Yeremia 2:13 inasema hivi, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo. Aha. Kwa hiyo General Conference ilipokataa mpango wa Mungu wa elimu, hawakuishia hapo. General Conference ikakataa ujumbe wa haki kwa imani uliotumwa na Mungu kupitia A.T. Jones pamoja na Wagona mwaka 1888. Ndipo sasa miaka 1900 hapo Mungu anamwambia Ellen G. White, sasa wakati umefika wa kuwahimiza watu waanzishe independent ministries. Swali, kama Mungu alimwambia Ellen G. White sasa wakati umefika, je, kuna wakati ambapo Mungu atamwambia Ellen G. White kwamba sasa waambie watu wasianzishe independent ministries? General Conference imejirekebisha kwa nini? Kwa lipi? Mbona mfumo wa elimu bado ni mfumo wa Babeli? Mbona ule ujumbe wa haki kwa imani bado unapingwa? Huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu mbinguni mbona haifundishwi? Hukumu ya upelelezi mbona watu hawaelewi? Wamekuwa vipofu, hawajui kinachoendelea. Ndio kwanza sasa hivi
tunaambiwa One Voice 2027 tunasherekea ubatizo wa Yesu, miaka 2000 tangu Yesu amebatizwa. Septemba 2027 kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni linapanga sherehe kubwa ya kusherekea ubatizo wa Yesu, kwamba tunataka tubatize watu wengi. Wakati Yesu anabatizwa mwaka wa 27 AD, miaka 3.5 alihudumu, akafa msalabani mwaka wa 31 AD, akapaa mbinguni baada ya siku 40 tangu amefufuka. Siku ya 40 akaenda kuhudumu chumba cha kwanza cha patakatifu mbinguni kwa karne 18, jumla ya miaka 1813. Mwaka 1844 akahama chumba cha kwanza akahamia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Anahudumu mbinguni na katika mchakato wa kupatakasa patakatifu, yani kuondoa dhambi katika vitabu vya kumbukumbu mbinguni, ndio mchakato wa kuondoa dhambi pia ndani ya mwanadamu. Dhambi ikome ndani ya mwanadamu. Hiyo ndio hukumu ya upelelezi, na tumefika mahali ambapo hukumu ya upelelezi imemalizika kwa wafu, imeanza kwa walio hai. Inapoanza kwa walio hai, Petro wa kwanza 4:17 na 18, Ufunuo 11 fungu la kwanza na ya pili, hukumu hii inaanza kwa Waadventista wa Sabato. Sasa hivi Waadventista wa Sabato, kwa ishara tulizopewa na nabii Ellen G. White katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa wa 97 paragrafu ya kwanza na ya pili, hukumu hiyo, ishara zimetimia ya kwamba imeanza kwa Wasabato. Majina ya Wasabato yanakataliwa, Wasabato wako kwenye maovu, Wasabato wako kwenye dhambi. Ndio kwanza viongozi wanapambania vyeo na madaraka, wanaenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta vyeo na madaraka. Ndio kwanza wanapiga kampeni wachaguliwe. Walinzi katika Sayuni wamelala, hawajui chochote, hawaelewi ni kinachoendelea. Ndio kwanza tunaambiwa One Voice 2027 tunasherehekea ubatizo wa Yesu. Tunarudishwa nyuma miaka mingapi? Tunarudishwa nyuma miaka mingapi? Hii General Conference, mfumo wa kanisa, ndio umekubali ujumbe wa haki kwa imani, bado umekataliwa huo ujumbe, na bado mfumo wa elimu umewekwa pembeni. The divine plan, the blueprint imewekwa pembeni. Utasemaje ya kwamba sasa Mungu amebadilisha mtazamo wake, ya kwamba sasa hakuna independent ministries? Bado Mungu ni yule yule, hajabadilika. Mwaka 1904 anamwagiza Ellen G. White waanzishe independent ministries, na Ellen G. White mwenyewe akasimamia kuanzishwa kwa Madison School. Ikaanzishwa kama independent institution, ikaendeshwa nje ya mfumo wa kanisa, nje ya ushawishi wa viongozi wa kanisa, na ikaendeshwa kwa ile plani ya Mungu, the blueprint ya Mungu ikatekelezwa Madison School. Yani the divine plan, mpango wa Mungu kama ilivyokuwa Eden, ilitekelezwa hapo Madison School. Na kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya, utaona hatua kwa hatua namna shule ilivyoendeshwa Madison, na ndivyo ambavyo shule zote za Waadventista wa Sabato zilitakiwa kuendeshwa hivyo. Kwa nini haziendeshwi hivyo? Nini kimetokea? Na unajua, kitendo cha kanisa ulimwenguni, General Conference, kukataa ujumbe wa haki kwa imani, ilikuwa wamemkataa Mungu. Ilikuwa Mungu anaondolewa kwenye mfumo wa kanisa. Na kama matokeo ya kumkataa Mungu, Ellen G. White anaandika miaka 1900, John Harvey Kellogg anaanzisha uasi, na nabii anasema, maandishi kitabu cha The Living Temple cha John Harvey Kellogg kimejaa ndani yake maovu na mafundisho ya uongo ambayo yanaunda the alpha of apostasy. Yani alpha, mwanzo. Alpha ni herufi ya Kiebrania kama sijachanganya Kiebrania au Kiyunani, vyovyote vile, yani mwanzo, ile herufi ya kwanza ndio alfa. Maana yake imesheheni mwanzo wa uasi. Kwa sababu Mungu amekataliwa, kinachofuata shetani anatawala. Na hapo nabii anaandika tena, anasema hivi, omega ya apostasy inakuja, ambayo itakuwa ni ya kutisha. Kwa tangu 1888 ujumbe wa haki kwa imani kukataliwa, mpaka sasa kanisa limeendelea kupitia kwenye uasi mmoja baada ya mwingine, au mmoja baada ya mwingine. Hakuna kurudi nyuma katika uasi, ni kusonga mbele katika uasi. Na jambo baya zaidi, mwaka 1985 General Conference ikajiunga na Umoja wa Mataifa kupitia kile kitengo kinachoshughulika na masuala ya kijamii, ECOSOC,
Economic and the Social Council ndio hapo imejiunga, na hapo ndipo kuna kitengo cha kishetani kinaitwa Lucy's Trust, ambapo zamani ilikuwa inaitwa Lucifer's Trust, chini ya Alicia Bells ambaye alishafariki sasa hivi. Kuna mipango ya shetani ya namna ya kudhibiti elimu ya kweli na kuweka elimu ya kibabeli. Kuna pointi 10 za shetani, na hizo zote tutaziangalia hatua kwa hatua, moja baada ya nyingine. Utagundua kwamba zote zimetekelezwa kwenye mfumo wa elimu wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini plani ya Mungu, the divine plan ya elimu ya Mungu, ziko pointi 10 pia. Utaona hakuna hata moja inayotekelezwa. Tumemwacha Mungu pembeni, alafu bado tunasema sisi ni kanisa la Mungu. Bado tunaambia watu siku 10 za kufunga na kuomba, kufunguliwa. Tunataka mvua ya masika, tujazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi kushuka kwa mtu aliyemuasi. Anayemuasi Mungu, hakuna kushuka kwa Roho Mtakatifu. Sio kufunguliwa, ni kufungwa. Waadventista wa Sabato wako gizani, hawajui kinachoendelea. Maskini wote tumeaminishwa kwamba mfumo huu wa kanisa ni mfumo wa Mungu ambao haukosei. Kumbe Mungu alishauacha siku nyingi. Sasa sikiliza, kutokana na hayo tunazipata pointi 10. Pointi 10. Namba 1, independent ministries ni mpango mbadala wa Mungu. Pointi namba 2, kazi ya Mungu haitamalizwa na mfumo. Pointi namba 3, ukitaka kumtii Mungu jiondoe kwenye mfumo, na nitafafanua moja baada ya nyingine. Pointi namba 4, tunapaswa kusikiliza maelekezo ya Mungu, sio viongozi wa mfumo. Pointi namba 5, matengenezo yanahitajika, watengenezaji wanahitajika. Pointi namba 6, Mungu anawataka watu wajitoe kuzisapoti independent ministries. Pointi namba 7, wanaofanya kazi nje ya mfumo sio waasi, ila wamekataa kuwa waasi. Pointi namba 8, kanisa la Mungu sio mfumo, bali ni watu waaminifu na watiifu kwake. Hilo ndio linaunda kanisa la Mungu. Pointi namba 9, sio kila kinachoamuliwa kwenye vikao kwenye mfumo ni sauti ya Mungu. Pointi namba 10, shetani anautumia mfumo, ana mawakala wake ndani ya mfumo. Kupitia hiki Ellen G. White alichoelekezwa na Mungu ya kuwahimiza watu waanzishe independent ministries, tunazipata pointi 10. Namba 1, independent ministries ni mpango mbadala wa Mungu. Kwa nini? General Conference, yani mfumo wa kanisa, umeasi maagizo ya Mungu, umekataa the educational plan ya Mungu, the divine plan of education, blueprint ya Mungu. General Conference imepaki pembeni, imetupa kapuni. Ujumbe wa haki kwa imani, General Conference ikatupa kapuni. Mungu kama njia mbadala kuhakikisha kwamba neno lake linahubiriwa, agizo lake linatimizwa, kazi yake inafanikiwa duniani. Hafanyi kazi na mfumo, anafanya kazi na independent ministries. Ndio maana alimwagiza Ellen G. White kuanzisha independent ministries, na nitakusomea nukuu zinazoonyesha Ellen G. White akimpaka akisema zaka alishaacha kupeleka kwenye mfumo, na zaka alikuwa anapeleka pale ilipohitajika, yaani kwenye independent ministries wanaofanya kazi ya Mungu. Na ziko nukuu ambao anasema kabisa kwamba hana imani na amejiondoa kabisa na hata shiriki hata mikutano ya mfumo wa kanisa. Huyo ni Ellen G. White. Hizo nukuu huwa hazisomwi kwa sababu hauwezi ukasomewa kanisani hizo nukuu. Independent ministries ni mpango mbadala wa Mungu, ni mpango kabisa wa kimbingu. Mungu anao watu waaminifu, na kama unataka umtumikie Mungu kwa uaminifu wote, hutaweza kufanya hivyo kwenye mfumo. Ni lazima ujichomoe
ukaanzisha independent ministry kwa kadri Mungu anavyokuongoza, kila mmoja kulingana na karama na vipawa na Mungu anamtaka afanye nini. Independent ministries ni mpango mbadala wa Mungu baada ya mfumo kuwa umemwasi Mungu. Sasa sikiliza, angalizo ni hili. Kuna watu wanajitenga kwenye mfumo, wanaanzisha mifumo mingine, sio mpango wa Mungu. Hakuna mahali Ellen G. White alisapoti mfumo mwingine, na alisema kabisa kwamba there's no need for new organization. Hakuna hitaji la kuanzishwa organization nyingine, mfumo mwingine. Mungu anatenda kazi kama movement kwa sasa. Hiyo Madison School haikuwa mfumo mwingine, ilikuwa ni kama movement ya kuhakikisha kwamba the plan, the educational plan ya Mungu, the blueprint ya Mungu inatekelezwa. Kuingine mahali fulani anaweza akaibuka mtu ama watu wakaimizwa na Mungu kuanzisha independent ministries kwa ajili ya medical missionary, wakaanzisha sanitariums. Wengine wakaagizwa pengine kuanzisha publishing houses. Wengine wanaweza wakaagizwa kuanzisha pengine vyumba vya matibabu mjini na migahawa ya usafi na kadhalika. Mungu anafanya kazi kama movement. Usitoke kwenye mfumo na kwenda kuingia kwenye mifumo mingine. Hiyo itakuwa ni agenda ya shetani, counterfeit ya shetani. Independent ministries ni mpango mbadala wa Mungu. Pointi namba 2. Kazi ya Mungu haitamalizwa na mfumo. Kwa nini? Mfumo umeacha plan ya Mungu, the divine plan imewekwa kapuni. Kwa hiyo Mungu hawezi kufanya kazi na mfumo, hawezi kumaliza kazi na mfumo. Mungu atafanya kazi na walio tayari na walio waaminifu. Pointi namba 3. Ukitaka kumtii Mungu, jiondoe kwenye mfumo. Na ninafahamu kabisa wako wachungaji wanaona kabisa ukweli, lakini wanaogopa viongozi wao, wamepigwa marufuku, wamezibwa midomo. Nataka nikuambie, kama unataka kumtii Mungu na kama unataka mbingu, umeshafunuliwa ukweli wote, umeelewa huu ni ukweli, jiondoe kwenye mfumo. Nenda kwenye independent ministry, nenda kafanye kazi wewe kama wewe. Mwalimu wako ni Roho Mtakatifu, ukisaidiwa na malaika watakatifu, neno la Mungu likikuongoza, roho ya unabii ikikuongoza, utasimama kwenye kusudi la Mungu. Uking'ang'ana na mfumo kana kwamba mfumo utakupeleka mbinguni, kana kwamba mfumo ndio utakamaliza kazi, kana kwamba Mungu anafanya kazi na mfumo, umepotea. Simama na ukweli, usibabaishwe na yeyote. Simama na ukweli. Ukweli wa Mungu una thamani kuliko maisha yako. Mungu hana mchezo, na Mungu anatoa wito mtakatifu, watu wake warudi kwenye kusudi lake, na haiwezekani kurudi kwenye kusudi kwenye mfumo. Ulishaachwa na Mungu na ni mfumo ndio uliomwacha Mungu, kama ilivyokuwa Wayahudi walivyomwacha Mungu. Yesu hakushughulika na mfumo, hakufanya kazi ndani ya mfumo. Alizaliwa kwenye mfumo, akakulia kwenye mfumo, na baadaye saa ilipofika akaingia kazini, akaita watu wake, akaunda mitume, wanafunzi 12, akaanzisha independent ministry. Hivyo ndivyo Mungu anavyotenda kazi. Shetani anavyoiba mfumo wa Mungu, Mungu anauacha, anashughulika na namna nyingine. Kwa hiyo Mungu hafungwi. Mungu anaweza akatafuta njia mbadala. Pointi nyingine, tunapaswa kusikiliza maelekezo ya Mungu na sio viongozi wa mfumo. Na hapa ndipo ambapo kwa kweli mimi nimesimama, mimi nimesimika. Nikiona Biblia imesema, nikiona roho ya unabii imesema, sitajali nani anasema nini. Hata kama ni Elton Koila, president wa General Conference, akiniamuru sitamsikiliza. Mungu ana mamlaka kubwa kuliko mwanadamu yeyote. Mamlaka yake ni Biblia na roho ya unabii. Na kwa kuwa Mungu hazungumzi na mfumo sasa, sio sauti ya Mungu tena, sauti ya Mungu ni Biblia na roho ya unabii. Ninakutia shime, simama na imeandikwa. Simika kwa hivi ndivyo asemavyo Bwana na sio vinginevyo. Matengenezo yanahitajika. Kuna mambo tunatakiwa tuyarekebishe, kuna mambo tunatakiwa tuyaseme wazi, kuna mambo tunatakiwa tuyakemee, kuna mambo tunatakiwa tukafanye Mungu anavyotaka. Ndiyo matengenezo yanayohitajika. Jambo lingine, Mungu anawataka watu wajitoe kuzisapoti independent ministries, kama vile mfumo tulivyosoma kwenye kitabu hiki cha The Broken Blueprint, ule ukurasa wa 64. Kitabu hiki Nabii Ellen G. White
akawa anaeleza namna ambavyo mfumo ulijaribu kuzuia sapoti kwa Madison School kama independent institution. Ndipo akaandika ya kwamba msizuie kazi ya Mungu, waacheni watu wa support independent ministries. Ni mpango wa Mungu. Kama independent ministries ni mpango mbadala wa Mungu, lazima watu wasikie sauti ya Mungu inawaelekeza wapeleke support ya kifedha wapi kwenye independent ministries. Sasa sikia nabii anachokisema hapa. Ni barua leta ya Januari 22, 1905. Ni mwaka mmoja baada ya kuwa amewaagiza Sutherland na Magan kuanzisha independent institution Madison School. Ellen G. White anaandika hii barua kwa Elder G.F. Watson, president of the Colorado Conference. Nabii anasema hivi: mimi mwenyewe nimegawa zaka yangu kwenda kule inakohitajika zaidi, ambako nimepewa kutambua. Nimekuwa nikielekezwa kufanya hivyo. Alikuwa anaelekezwa na nani? Na Mungu, kwamba usipeleke zaka kwenye mfumo, peleka kule inakohitajika. Wapi? Mungu alikuwa anamwelekeza. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuelekeza na wewe zaka yako mwambie Baba, mfumo umeasi, mfumo umeacha the divine plan, haukutumikii wewe. Shetani anaoperate kwenye mfumo, ana mawakala wake, majesuit ndio mapresident na viongozi kwenye kanisa, wajumbe wa kamati za Union Conference Division na kuendelea. Wakurugenzi wengi hawafanyi kazi ya Mungu, wanafanya kazi za watu. Siasa zimejaa kwenye kanisa. Mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji achaguliwe kuwa kiongozi, alafu huyo mimi ndo napeleka zaka kwake, alafu anasimama kwenye mimbari anapinga the divine plan. Wanaoonya, wanaohubiri ukweli wa sasa, anasimama kidete kuwashughulikia, akiwaita hao ni waasi. Hivi jiulize, muasi ni nani? Anayesema ukweli ndiye muasi, ama anayeficha ukweli ndiye muasi? Kuna mahali hatujaelewa tafsiri ya uasi, hatujaelewa. Na wewe zaka yako usipeleke kwenye mfumo. Muulize Mungu ya kwamba Baba, nimesikia kuna kamjamaa kanafundisha, mchungaji Mangosongo, ya kwamba tusipeleke zaka kwenye mfumo. Je, hili jambo ni kweli? Mungu atakujibu. Alafu muulize nipeleke wapi? Mungu atakuongoza pa kupeleka. Atakutajia mpaka independent ministry inayohitaji sapoti. Mimi binafsi, mimi sisemi kitu ambacho sikiishi. Mimi nimeshaacha kupeleka zaka kwenye mfumo baada ya kuelewa masomo haya. Sipeleke kwenye mfumo. Ninamuuliza Mungu na Mungu ananiongoza nipeleke wapi. Kuna vijana na wafahamu wanafanya kazi kama independent ministries, wanafanya kazi ya msingi sana, wanahubiri ukweli wa sasa, na Mungu ananiambia watumie hawa zaka. Mtumie huyu zaka, huyu simtumie, na Mungu anajua kwa nini usimtumie. Huyu tayari anayo. Mtumie huyu, mtumie huyu, mtumie huyu. Na wewe muulize Mungu, zaka yako upeleke wapi? Zaka yako upeleke wapi? Nabii anaendelea kusema hivi: sio jambo ambalo linapaswa kuchukuliwa hasi. Nahimiza wale akina dada ambao wameweka zaka zao kule ambako ilihitajika zaidi, kusaidia kazi ambayo imeachwa bila kukamilishwa. Huyo ni Ellen G. White mwaka 1905, baada ya kuambiwa na Mungu, sasa wakati umefika wa kuwahimiza watu waanzishe independent ministries. Unafikiri zikianzishwa independent ministries zingeendeshwa vipi? Mungu anajua chanzo cha mapato alichokianzisha kwenye maandiko ni zaka na sadaka. Wao watahudumiwa kwa zaka, watumishi, sadaka itasapoti kazi ya Injili. Ndio maana Mungu alimuongoza Ellen G. White kuacha kupeleka zaka kwenye mfumo, alipeleka kwenye independent ministries. Kwa hiyo hii nukuu haisomwi na wakurugenzi wa uwakili, kwa sababu wanataka kukusanya pesa, na pesa waendelee kuzitumbua wakati neno la Mungu halipo. Biblia nasemaje? Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, asema Bwana. Swali, chakula ni nini? Ni neno la Mungu. Kitabu cha Air Writings pale kwenye ukurasa kama sikosei ni 61 hivi. Air Writings inasemaje?
Biblia imesheheni mafundisho mengi, lakini ni ukweli wa sasa ndio unaotajika kwenye kundi. Umekusudiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Ukweli wa sasa ni nini? Ukweli wa sasa unahusisha huduma ya Yesu patakatifu wa patakatifu, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Swali ni hili: je, kwenye makanisa yetu kama kiwamo chakula ni neno la Mungu. Neno la Mungu linatakiwa kufundishwa na kuhubiriwa kanisani na nje ya kanisa. Ni ukweli wa sasa. Je, huo ukweli wa sasa unahubiriwa, unafundishwa? Chakula gani hicho ambacho tunawalisha watu wa Mungu? Ni chakula gani? Kwa hiyo kama Mungu anasema kiwemo chakula na chakula kipatikani, huyu aliyesimamia hazina hatakiwi kuwalipa hawa ambao hawana ukweli wa sasa. Lakini huyu anayesimamia hazina anaitoa wapi? Ni wewe mshiriki na muumini, unapeleka mahali ambako haifanyi kazi. Ndio kwanza unaenda kusimamia kukanyaga ukweli wa Mungu. Peleka zaka yako kwa Independent Ministries. Ni maelekezo ya Mungu kabisa. Kama unatilia mashaka, nenda kwenye maombi na Mungu atakufunulia ukweli huu. Kama ulikuwa ujui, zama za ujinga Mungu alijifanya azioni. Sasa anapohimiza watu wote watubu, nuru hii imekufikia, anza mabadiliko. Muda umeisha. Mungu anahitaji kazi yake isonge mbele. Mfumo haufanyi kazi inayotakiwa, peleka kwa Independent Ministries. Ellen G. White anasema hivi katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 3, ukurasa wa 553, paragrafu ya 2. Anasema itakuwa ni sera mbovu kusaidia kutoka kwenye hazina ya Mungu wale ambao hakika wanahafifisha na kuumiza kazi yake, na wale ambao mara zote wanashusha kiwango cha Ukristo. Itakuwa ni sera mbovu kusaidia kutoka kwenye hazina ya Mungu wale ambao hakika wanahafifisha na kuumiza kazi yake. Wachungaji wengi leo wanahafifisha na wanaumiza kazi ya Mungu. Tena anasema na wale ambao mara zote wanashusha kiwango cha Ukristo. Wachungaji wangapi wanasimama kwenye makambi wanasema chinjeni, makambi ni sherehe, chinjeni nyama mle. Ellen G. White anasemaje kwenye mikutano yetu? Kwa hiyo sauti ya Mungu inapuuzwa, mchungaji anahimiza watu wale nyama. Na roho nabii inasema mchungaji anayekula nyama hastahili kulipwa zaka. Yaani wewe zaka unaenda kuitumia kwenda kwenye bucha kununua nyama. Sio utaratibu wa Mungu. Wanasimama wanawaambia acheni ujinga, tafuteni pesa, achaneni na Marekani, Yesu arudi sasa hivi, wakati muda umeisha. Dalili zinatuonyesha muda umeisha, na 2027 Sunday law inapita Marekani na itasambaa ulimwengu mzima. Hayo yote hayo hatuambiwi, alafu bado tunapeleka zaka, bado pesa zinatumbuliwa vibaya, watu wanachangishwa michango, zinajengwa ofisi zilizo gari, kiongozi anatembelea V8. Ndio fahari ya kwamba president wa union wa conference anatembelea V8. So what? Kazi ya Mungu inaumia. Huo sio mfumo wa Mungu. Yesu hakuishi maisha hayo. Maisha ya namna hiyo tunayaona kwa upapa. Upapa ndio unaishi kwa ufahari. Kanisa la Mungu linavyoiga mifumo ya kidini ya hapa duniani limepoteza dira. Itakuwa sera mbovu na watu wanazidi kuwa masikini. Pesa zinachangwa kila siku, majengo ya kifahari, makanisa makubwa yanajengwa huko mijini na mpaka vijijini. Masikini tunamjengea Rumi, muda si mrefu yanachukuliwa, muda si mrefu, muda umeisha kabisa, na hatuambii ukweli. Ndio kwanza michango. Kazi ya Mungu inaumia. Kama ulikuwa uelewi, Mungu na akurehemu, lakini sasa kwa umesikia na umeelewa, usifanye makosa kupuuza sauti ya Mungu. Utadaiwa kila senti namna ilivyotumika. Katika kitabu cha Manuscript Release, gombo la 15, ukurasa wa 312, nabii anasema hivi: atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Hawa wavuvi walikuwa kwenye mfumo.
Saa ya kufanya kazi kama independent ministry ilipofika, akawaita, wakatoka, ikaanzishwa independent ministry, akawapa mafunzo, wakapiga kazi, injili ikasonga mbele, wakati mfumo umebaki na taratibu za kidini zilizokavu ambazo haziongozwi na Roho Mtakatifu. Ndio historia inajirudia tena, ndio historia inajirudia tena. Nabii anasema hivi katika Desire of Ages ukurasa wa 232 paragrafu ya kwanza, Sanhedrin ilikuwa imekataa ujumbe wa Kristo na ilikuwa imeinama juu ya kifo chake. Kwa hivyo Yesu aliondoka Yerusalemu kutoka kwa makuhani, hekalu, viongozi wa dini, watu ambao walikuwa wamefundishwa katika sheria, na akageukia kundi lingine kutangaza ujumbe wake na kukusanya wale ambao wanapaswa kupeleka injili kwa mataifa yote. Sanhedrin hapa ni kama General Conference kwa sasa, viongozi wa kidini, wachungaji na kadhalika, walikuwa wamekataa ujumbe wa Kristo kwa kuacha mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint ya Mungu, the divine plan ya Mungu. Wamekataa ujumbe wa Kristo, na kwa kukataa ujumbe wa haki kwa imani, tulikuwa tumekataa ujumbe wa Kristo. Kwa hiyo kilichofuata, Mungu akaamua kuachana na General Conference. Yaani Mungu haongozi General Conference tangu 1888 walipokataa ujumbe wa haki kwa imani. Ujumbe wa haki kwa imani ulipokataliwa, General Conference imeachwa na Mungu. Ndio maana mwaka 1904 Ellen G. White anaagizwa na Mungu ya kwamba sasa wakati umefika wa kuhimiza watu waanzishe independent ministries. Ndicho hiki kimejirudia tena, maana historia huwa inajirudia kama walivyofanya wakati ule wa Yesu kuja kwake mara ya kwanza alipokuwa hapa duniani. Sanhedrin, mamlaka ya juu ya kidini kwa wakati ule katika mfumo wa dini ya Kiyahudi, lile baraza la Sanhedrin lilikuwa limemkataa Yesu, limekataa ujumbe wa Yesu. Kilichofuata, akageukia kundi lingine kutangaza ujumbe. Sasa mwaka 1904 Mungu akageukia independent ministries kutangaza ujumbe. Leo tunaambiwa ya kwamba General Conference ni sauti ya Mungu, mfumo wa kanisa unafanya kazi na Mungu. Kumbe majesuit wamejaa tangu juu mpaka chini. Mfumo wa elimu umeharibika. Tutakuwa na nguvu ipi ya kupeleka ujumbe wakati ujumbe wa Mungu, ujumbe, ukweli wa sasa umeshikamanishwa na hii divine plan? Kwa kadri tunavyoendelea masomo haya, utaona connection iliyopo kati ya mfumo wa elimu na mfumo wa tiba, umishonari wa tiba, namna vilivyoungana pamoja na zile lines, regular lines za kupeleka injili, jinsi zilivyokuwa connected na mpango wa Mungu aliokabidhi kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mpango huu umefagiliwa mbali na majesuiti. Sasa tunatekeleza mipango ya Vatican na nitakupa ushahidi. Alafu bado tunasema mfumo ni sauti ya Mungu, unafanya kazi, na wengine wanasema kwamba huyo anachokifundisha ni nuru yake mwenyewe, haijawa nuru ya kanisa, eti mpaka General Conference ivoti. Wakati mwaka 1904 Ellen G. White anaachana na mfumo, anahimizwa anasimamia, sio tu kuhimizwa na Mungu, anasimamia uanzishwaji wa independent ministry. Leo wewe unasema bado unasubiri General Conference ikufunulie. Umechelewa, it will be too late. Wewe neno likikwambia, roho nabii imekushuhudia, ya nini kusubiri mpaka kanisa liamue, mpaka viongozi wa kanisa wakubali? Hivi unafahamu ya kwamba viongozi wetu wa kanisa wengi ni majesuit, mawakala wa shetani, mpaka wengine ni wachawi na washirikina, na ni viongozi, alafu unataka eti huyo ndo akufundishe ukweli, ndio huyo akuelekeze kwenye njia ya Bwana? Umechelewa, umechelewa, umechelewa. Nabii anasema hivi katika manuscript Lirisi gombo la 13 ukurasa wa 379 na 381. Nabii anasema watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata nyayo za Israeli ya zamani, kujitenga na kanuni kuu ambazo Kristo amedhihirisha katika mafundisho yake, utimizaji wa miradi ya kibinadamu. Kutumia maandiko ili kuhalalisha mwenendo mbaya chini ya utendaji potofu wa Lucifer. Utawashupaza watu katika kutoelewana na ukweli wanaouhitaji ili kuwahifadhi dhidi ya matendo mabaya. Utavuja na kumwagika kutoka rohoni kama maji kwenye chombo kinachovuja.
Hii iliandikwa 1904. Wakati huo huo, mwaka huo huo wa Mungu anamuongoza Ellen G. White zianzishwe independent ministries, ndipo nabii anasema wale watu ambao Mungu aliwaheshimu sana, Waadventista wa Sabato, katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Israeli ya zamani ilikuwaje? Israeli ya zamani walikataa ujumbe wa Kristo na wakainama kwa kifo cha Yesu, wakahusika kwa kumwangika Yesu msalabani. Walishirikiana na nani? Walishirikiana na Warumi. Leo mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato unashirikiana na Vatikani, na Vatikani ina maajenti wake kwenye mfumo. Unashirikiana na kanisa la Rumi, lipo hata katika umoja wa kidini duniani. Huo ni ukweli, uko wazi na ushahidi upo. Ushahidi upo. Nataka niwaambie, nabii alishatabiri mfumo huu wa kanisa utawaambia watu wabadili ibada kutoka Jumamosi waipeleke Jumapili, ili wasitofautiane na wasitofautiane na mamlaka za kiserikali. Viongozi wetu, wachungaji wetu watashiriki kuwahimiza watu waitunze Jumapili, na sio mbali huo unabii utatimia. Lazima litimie, maadamu nabii wa Mungu alionyeshwa, lazima litimie. Kwa hiyo mfumo wa kanisa uko monopolized kabisa, unatawaliwa na Vatikani. Huu ni ukweli mchungu, lakini ndivyo ulivyo. Meza hivyo hivyo, meza hivyo hivyo. Ukikataa, mimi nimefanya sehemu yangu, utakuja kuyashuhudia. Bwana atupe uhai. Na ndio maana unaambiwa One Voice 2027. Hivi unafahamu ya kwamba 2027 ndio mwaka wa kutangaza kwa sheria ya Jumapili Marekani? Iko kwenye unabii wa Biblia, lakini pia iko kwenye mpango wa shetani pia. Sasa sheria ya Jumapili inatangazwa 2027, alafu kanisani tunaambiwa One Voice. One Voice na nani? One Voice na makanisa yote duniani. Subiri uone. Alafu bado wewe unaamini mfumo. Mchungaji unayetaka kumtii Mungu, jiondoe kwenye mfumo, nenda kaanzisha independent ministry. Mwambie Mungu akuongoze ufanye nini. Muda umeisha. Watu wanataka kuambiwa ukweli. Elimu ya Mungu inawataka watu watoke mijini, mfumo unawaambia watu wabaki mjini. Elimu ya kweli inataka shule zipelekwe mashambani. Shule zetu ziko wapi? Ziko mijini, zinaendeshwa kwa elimu ya Babeli. Kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya, utakuja kuona namna ambavyo hii Madison School ilikuwa inaendeshwaje, na hiyo ndio the blueprint ya Mungu, the divine plan ya elimu ilikuwa ikiendeshwa hivyo, na ilitakiwa shule zote za Waadventista wa Sabato ziendeshwe hivyo. Nitakueleza nini kilitokea, nini ilikuwaje, hatua kwa hatua, mpaka kanisa kama mfumo tukaendelea kuporomoka kwenye uasi baada ya uasi, uasi baada ya uasi, na mpaka sasa tumeshikamanishwa kabisa na Rumi. Ni kana kwamba sasa Rumi imeshinda, ni kana kwamba Vatican imeshinda. Mungu anaita watu wake watoke kwenye mfumo, waende kwenye independent ministries, waanzishe independent ministries kama ilivyokuwa kwa Wayahudi wale. Historia imejirudia tayari, sio itajirudia, imeshajirudia. Yesu aliachana na mfumo akaanzisha independent ministry, na ndivyo anavyoita sasa hivi wanaume na wanawake, kama alivyoita wavuvi wale, mitume wale. Yesu anaita tokeni kwake enyi watu wangu. Mfumo wa kanisa umeshikamanishwa na Babeli, umeshikamanishwa na Babeli. Mungu anawaita watu wake watoke mijini sasa. Ondoka mara moja, nenda kule ambako Mungu anataka. Ni lazima uende kwenye shule ya Mungu, mashambani kama ilivyokuwa Edeni, ukajifunze elimu ya Mungu. Japo muda ni mchache, lazima elimu ya Babeli itoke ili uweze kuingiza elimu ya Mungu. Kuna process ya kuunlearn, alafu uleni vya Mungu. Unaunlearn vya shetani, uleni vya Mungu. Na nataka nikwambie, kama unataka ubaki mjini, hautapokea muhuri wa Mungu. Huo ndio ukweli wote. Lazima uende mashambani ili ukatengenezwe. Ndivyo Mungu alivyofanya. Musa akiwa amejifunza elimu ya Kimisri, ilimpasa kae miaka 40 jangwani kule kuchunga mifugo ili afundishwe elimu ya Mungu, ndipo afae kwa kazi.
ndivyo itakavyokuwa hata mwisho wa wakati. Tumejifunza elimu ya Babeli tangu tumeanza chekechea mpaka huku ni elimu ya Babeli, tumejaza takataka kichwani. Lazima twende mashambani kwenye elimu ya Mungu, kwenye shule ya Mungu, akatufundishe mafundisho yake, akatuongoze, atuandae, na kisha tutie muhuri, tujazwe Roho Mtakatifu, tutie muhuri kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu. Watakaohubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu watatokea mashambani, na huo ndio ukweli wa Mungu. Kama unatilia mashaka, kwa nini utilie mashaka? Na Mungu yupo. Piga magoti, muulize Mungu, atakufunulia. Mungu akikwambia hiki ninachokwambia ni uongo, achana na mimi, nipotee peke yangu. Lakini Mungu akikwambia huyo ni mtumishi wangu, shikilia hicho, ni ukweli kutoka kwa Mungu. Songa mbele, mtumishi wa Bwana, na Mungu akubariki. Fuatilia masomo yanayoendelea zaidi, tuendelee kujifunza hii plani ya Mungu, the blueprint ya Mungu, namna ilivyochakachuliwa na tumefika wapi na tunapaswa kufanya nini. Asiyejua historia yake ni mtumwa na hajui anakoenda. Nimeamua kukuletea historia ya kweli, ile ambayo haielezwi popote, ambayo inafichwa. Mimi nitaisema kama Bwana aishivyo. Mungu akubariki. Na kabla hatujahitimisha, basi tuombe. Baba mwema, tusaidie kuelewa, tusaidie kupokea, tusaidie kufanyia kazi. Nimesema kama ulivyoniongoza. Matokeo ninakuachia wewe. Saidie mtazamaji, neema yako yatosha. Sifa na utukufu zikurudie, kwa jina la Yesu, amen. Hivyo tukeshe nasi tungoje, wenye taa zinazowaka, tutakapoitwa arusini, tuwe tayari kumlaki. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama? Roho ikielekea mbinguni, twangoja wenye saburi, hata safari yetu iishe, tukae kwake milele. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama?